Tunamshukuru Mungu kwa kutupa neema tena siku ya leo kuwa na ibada hii ya mchana wa leo. Nitumie nafasi kukaribisha wewe ambaye Mungu amekupa neema kwa sehemu ya ibada hii, na wale wote ambao tunafuatilia ibada hii kwa njia ya mtandao. Basi kwa nafasi ambayo Mungu ametupa, natamani kumshukuru Mungu, then tuendelee na ratiba yetu ya ibada hii tulionayo. Basi kwa dakika chache naomba tuombe, then tuendelee. Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa kuwa umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza majukumu mpaka majira haya. Tunaomba neema yako iwe pamoja nasi katikati ya ratiba hii ya ibada, hasa tunapoenda kulisikiliza neno lako na kujifunza. Mkono wako wenye nguvu uwe pamoja nasi. Katika jina la Yesu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hata mwisho wa ratiba hii, kwa utukufu wa jina lako takatifu ninaomba na kushukuru. Amen. Basi ni kukaribishe katika ratiba hii ambayo Mungu ametupa, na zaidi sana nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kuwa amekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza ratiba hii mpaka sasa, siku ya leo ikiwa ni siku yetu ya 4 ya ratiba hii. Na tulipoanza kutafakari ujumbe wa neno la Mungu, tulikuwa tunatafakari kwa habari ya nini kinafanya neno la Mungu kuwa na matokeo yaliyokusudiwa. Nini kinafanya neno la Mungu kuwa na matokeo yaliyokusudiwa kwenye maisha ya mwamini. Na tulipokuwa tunaanza kutafakari ujumbe huu, nilisema kwamba moja kitu ambacho natamani nikuonyeshe kanuni ambazo zinasababisha neno la Mungu kuwa na matokeo kwenye maisha ya mwamini. Na hii ni kwa sababu nilikwambia kwamba Mungu anapofanya kazi kwenye maisha yetu, Mungu anafanya kazi sawasawa na neno lake ambalo Mungu amelisema, ambalo Mungu analileta kwenye maisha yetu. Na siku zilizopita nimejaribu kukuonyesha moja ya baadhi ya sifa za neno la Mungu, na nilikupa sifa kama 6, na leo sitataka kurudia huko. Natamani niende kwenye kipengele kingine, na kipengele ambacho tunakianza leo, tunatamani tuangalie mambo 4 yanayolifanya neno liwe na matokeo yaliyokusudiwa katika maisha yako. Sasa tunaenda kwenye msingi wa neno letu kuangalia mambo 4 yanayolifanya neno la Mungu liwe na matokeo yaliyokusudiwa kwenye maisha ya mwamini, kwenye maisha ya Mkristo, au kwa mtu yeyote ambaye anakutana na neno hili. Na mwamini Mungu kwamba atanipa neema ya kuweza kukimbia kwa haraka ili kuweza kukamilisha mambo 4, na kama tutashindwa basi tutaangalia wakati mwingine. Na jambo la kwanza ambalo linafanya neno la Mungu liwe na matokeo yaliyokusudiwa, linasema kwamba kulisikia au kulisoma neno la Mungu na kulielewa neno la Mungu. Kanuni ya kwanza au jambo la kwanza linalofanya neno la Mungu kuwa na matokeo yaliyokusudiwa ni uwezo wa mtu kulisoma neno, ni uwezo wa mtu kulisikia neno na kulielewa neno. Moja kitu ambacho kitakupa hatua ya kwanza kuona matokeo ya neno ni pale ambapo unalisoma neno, ni pale ambapo unalisikia neno, lakini pia ukapata neema kulielewa neno. Ukishindwa kulisikia neno, kulisoma neno na kulielewa, unaweza ukajikuta kwamba mambo yako mengi yanakuwa hayaendi. Neno lile ambalo wengine wamelisikia au umelisikia wote, wengine linakuwa lina matokeo, wengine linakuwa lina matokeo. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna watu ambao wamepata neema ya kulisikia neno, wengine wamepata neema ya kulisoma neno na kulielewa. Kwa hiyo hatua ya kwanza au jambo la kwanza linalosababisha neno la Mungu kuwa na matokeo kwenye maisha yako ni uwezo wako wa kulisoma neno na kulisikia neno alafu ukalielewa. Na nataka ujue jambo hili kwamba kiwango chako cha kulisikia au kulisoma neno la Mungu na kulielewa kinaamua kiwango chako cha matokeo ya neno hilo kwenye maisha yako. Ni muhimu kujua kwamba kiwango chako cha kulisoma neno au kiwango chako cha kulisikiliza neno la Mungu na kulielewa neno la Mungu kinaamua kiwango chako cha matokeo ya hilo neno kwenye maisha yako.
Kwa hiyo namna ambavyo utalisikia neno la Mungu na kulielewa, namna ambavyo utalisoma neno la Mungu na kulielewa, ndivyo ambavyo tutaona matokeo ya hilo neno kwenye maisha yako. Kwa hiyo kama utalisikiliza neno na tusione matokeo yoyote, maana tafsiri yake ni kwamba wewe, moja ya kitu tunaweza tukakitafsiri ni kwamba haukulielewa neno hilo ambalo umelisikia au hilo ambalo umelisoma. Naomba nikupeleke kwenye kitabu cha Mathayo ile sura 13 na ule mstari wa 23. Neno la Mungu linasema hivi: naye aliyepandwa penye udongo mzuri, huyu ndiye alisikiaye lile neno na kuelewa nalo. Huyu ndiye alisikiaye lile neno na kuelewa nalo. Yeye ndiye azaaye matunda, huyu 100, huyu 60 na huyu 30. Kwenye kitabu cha Mathayo, Yesu alipokuwa anatoa mfano wa mpanzi aliyetoka kwenda kupanda mbegu, maandiko yanasema kwamba alipokuwa anatoa mfano, anasema kuna mbegu ambazo mpanzi alipokuwa anapanda, kuna mbegu zilianguka njiani, alafu maandiko yanasema kwamba ndege wakaja wakaziokota wakazila. Kuna mbegu zingine zikaanguka kwenye mwamba, maandiko yanasema zilipoota kwa kukosa mizizi zikakauka. Kuna mbegu ambazo zilianguka kwenye miba, zilipomea mizizi miba ikaizonga ile mbegu ikafa. Lakini kuna mbegu ambazo zilianguka kwenye udongo mzuri, maandiko yanasema kwamba hizi ndizo ambazo zilizozaa matunda. Sasa Yesu alipokuwa anatoa mfano, maana ya mfano huo, akasema kwamba naomba niende moja kwa moja kwenye pointi ambayo naizungumza. Kwenye ule mstari wa 23, Yesu anatoa mfano, anatoa maelezo ya mfano wa zile mbegu ambazo zimeanguka kwenye udongo mzuri. Anasema naye aliyepandwa penye udongo mzuri, huyu ndiye alisikiaye lile neno na kuelewa nalo. Yeye ndiye azae matunda, huyu 100 na huyu 60 na huyu 30. Sasa ngoja nikueleza hapa jambo vizuri. Nimekwambia kwamba kiwango chako cha kulisikia neno, kiwango chako cha kulielewa hilo neno kitaamua kiwango chako cha matokeo. Tunaona kwamba mpanzi alipokuwa anaenda kupanda mbegu, kuna mbegu zilianguka kwenye udongo mzuri, na zilipoanguka kwenye udongo mzuri, maandiko yanatuambia kwamba hizo mbegu zikazaa 30, 60 kwa 100. Alafu angalia kitu cha kipekee hapa ambacho tunaonyeshwa. Mbegu ni moja, lakini uzaaji wa mbegu ulikuwa tofauti. Lakini kumbuka, anasema kwamba yeye aliyepandwa kwenye udongo mzuri, yeye ndiye alisikiaye neno na kuelewa nalo. Maana yake ni kwamba tafsiri yake, mpanzi alipoenda kupanda mbegu, hiyo mbegu ilikuwa ni neno la Mungu. Watu walipolisikiliza neno, kuna watu walielewa kwa kiwango cha 100%, wakaona matokeo ya 100%. Kuna watu walielewa neno kwa kiwango cha 60%, wakapata matokeo ya 60%. Na kuna watu walielewa neno kwa kiwango cha 30%, wakapata matokeo ya 30%. Nini ambacho maandiko yanatuonyesha? Tunapokuwa tunalisikiliza neno, moja kitu ambacho tunawekewa msisitizo ni kuhakikisha kwamba neno unaolisikiliza unalielewa. Kwa nini? Kwa sababu kiwango chako cha kulisikiliza neno na kulielewa, au kiwango chako cha kulisoma neno na kulielewa, kitaamua kiwango chako cha matokeo ya hilo neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishindwa kuelewa neno, hautakuwa na matokeo ya hilo neno. Hilo neno halitakusaidia chochote. Kwa ni muhimu sana unapokuwepo ibadani, umekaa ibadani au umekaa binafsi, ibada yako binafsi, unatafakari neno, unasoma neno, moja kitu cha msingi ni kumwambia Mungu, ninaomba ufungue ufahamu wangu ili niweze kuelewa maandiko, niweze kulielewa neno. Kwa nini ulielewa neno? Kwa sababu ukilielewa neno, neno lile litaleta matokeo kwenye maisha yako kwa kiwango kile ambacho umelielewa. Ukishindwa kulielewa neno, hautaona matokeo ambayo yamekusudiwa. Bwana asifiwe sana. Na mara baada hapo, nataka niseme na mambo machache. Nataka nizungumze na wewe mambo machache ambayo yanaweza yakatokea pale tu ambapo utakapolisikia neno lakini usipolielewa. Nini kinatokea? Nataka nizungumze mambo machache. Na jambo la kwanza, nini kinatokea pale ambapo utalisikiliza neno pasipo kulielewa? Jambo la kwanza ambalo linatokea,
Jambo la kwanza ambalo linatokea, mwovu huja na kulinyakua hilo neno. Unapolisikiliza neno na ukashindwa kulielewa hilo neno, moja kitu ambacho kinatokea, shetani atakuja na kulinyakua hilo. Unajua, watu wengi huwa hawaelewi kwa nini wanapolisikiliza neno. Moja ya vita kubwa ambayo shetani anaiachilia ni wao kutolielewa neno. Na kuna wakati mwingine mtu anakuwa anasoma Biblia, ghafla anashangaa usingizi umekuja, na usingizi unapokuwa umemjia anasema okay, nimechoka sana, kwa hiyo sitaendelea tena kusoma neno. Au anapokuwa kanisani amesikiliza neno, baada ya dakika 10 anasema nimechoka sana, naomba tu mtumishi huyu amalize upesi, mimi nikaendelea na mambo mengine. Asijue kwamba kitu anachokisikia ni kitu ambacho kimekusudia kubadilisha maisha yake. Kwa shetani anachokifanya ni kuhakikisha kwamba unapolisikiliza neno usilielewe. Kwa nini anataka usilielewe? Maandiko yanajaribu kutuonyesha kwamba, nimesema jambo la kwanza, unapolisikiliza neno usipolielewa, moja kitu ambacho kinatokea, mwovu huja na kulinyakua hilo neno moyoni mwako, anakuja na liondoa. Kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 13 na ule mstari wa 19, neno la Mungu linasema kwamba kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, angalia, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Alafu anasema huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Sasa kwenye ule mfano ambao Yesu aliotoa wa mpanzi alipokuwa anapanda mbegu, moja kitu ambacho Yesu anasema, zile mbegu ambazo zilianguka njiani, hao ni watu wote ambao wamelisikia neno, alafu lile neno hawajalielewa. Na kwa sababu hawajalielewa, maandiko yanasema kwamba anakuja yule mwovu analinyakua lile neno moyoni mwao. Kwa nini? Kwa sababu hawajalielewa. Mtumishi, mtu wa Mungu, nataka nikwambie hivi, moja ya kitu cha msingi na cha muhimu, vita kubwa mojawapo ambayo adui anapambana na mwamini, anapojua kabisa kwamba neno unaolisikia, neno unaolisoma limebeba matokeo chanya kwenye maisha yako, atahakikisha anatengeneza mazingira ya wewe kutolielewa neno, au mazingira ya wewe kulizembea neno, na ukaanza kuona ni kama mtumishi anapiga kelele, unataka amalize aondoke uendelee na mambo yako. Kwa nini? Kwa sababu anajua lile neno ukilisikia moja kwa moja litaleta matokeo kwenye maisha yao. Moja ya matokeo ambayo yanatokea kwa mtu ambaye amelisikia neno asilielewe, huja yule mwovu lile neno akaliondoa moyoni mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaona hasara ambayo mtu anaingia, na ndio maana tuna Wakristo wengi ambao wanaingia kanisani, wanasikiliza neno kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili, lakini neno linakuwa halina matokeo kwenye maisha yao. Kwa nini? Wengi sana hawaelewi kile kitu alichokisikia. Na ukitaka kujua watu wengi hawaelewi kile kitu ambacho wamekisikia, kila unapoenda ibadani jifunze kujifanyia tathmini. Umeelewa nini kutoka katika ibada ile ambayo umeingia? Umeelewa nini kutoka kwenye kile kitabu au maandiko ulikuwa unasoma? Umeelewa nini katikati ya mahubiri ambayo ulikuwa unayasikiliza? Ukiwa mtu kujifanyia tathmini, unaweza kugundua kuna mahubiri wewe unasikiliza na hujaelewa chochote, na katika mahubiri yale yale ambayo wewe hujaelewa chochote, kuna watu wanauona mkono wa Mungu ukiwa umewavusha. Kwa nini? Lile neno wamelielewa. Kwa hiyo moja ya jambo la msingi na la muhimu la kupambana nalo ni kuhakikisha kila unapoingia kusoma neno na kulisikiliza neno, ajenda yako ya kwanza ni kuhakikisha kwamba unaelewa lile neno ambalo umelisikia. Maandiko yanasema kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule mwovu akalinyakua. Na anasema akalinyakua lililopandwa moyoni mwake, huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Unataka kuona matokeo? Hakikisha kwamba neno la Mungu unalolisikia unalielewa, neno la Mungu unalolisoma unalielewa. Hilo ni jambo la kwanza linalotokea mtu anapokuwa amelisikiliza neno na asilielewe. Adui anakuja
analinyakua. Jambo la pili linalotokea unapolisikiliza neno pasipo kulielewa, jambo la pili, hutaona matokeo yaliyokusudiwa na Mungu kupitia neno lake. Hautaweza kuona matokeo. Wengi hawaoni matokeo kwa sababu wamesikiliza neno hawajalielewa. Hauwezi ukaona matokeo ya kitu ambacho hujakielewa. Na ndio maana wanaosoma au walioko shuleni, mwalimu akitaka kujua kwamba ameeleweka, anatoa mtihani. Mwalimu akitoa mtihani, ndipo atajua kwamba wanafunzi walinielewa au hawakunielewa. Atakapoona matokeo ni mabaya, atajua kabisa kwamba nilikuwepo darasani, kumbe wanafunzi hawakunielewa. Wengi hatuoni matokeo ya neno tunalolisikiliza, ni kwa sababu tumesikiliza neno na hatujalielewa. Tumesoma neno na hatujalielewa. Na hata kama tumeelewa, wakati mwingine tumeelewa vibaya. Kwa moja, jambo la msingi unapokuwepo ibadani, unapolisikiliza neno na kulisoma neno, ni muhimu sana kumwomba Mungu akupe uelewa sahihi wa hilo neno. Kwa sababu utakapolielewa hilo neno kwa usahihi, ndipo ambapo hilo neno litasababisha matokeo kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishindwa kulisikiliza neno na kulielewa, hutaona matokeo yaliyokusudiwa na Mungu kupitia neno lake. Kitabu cha Mathayo 13 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema hivi: maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vema, na macho yao wameyafumba. Anasema kwamba wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Nini ambacho anajaribu kusema hapa? Anajaribu kusema kwamba kuna kitu ambacho Mungu amepeleka kwa watu, lakini kile kitu Mungu alipokipeleka kwa watu hawa, moja kitu ambacho akagundua kwa watu hawa, moja, kwanza masikio yao hayasikii vema, lakini mbili, mioyo ya watu hawa ilikuwa ni mizito, lakini tatu, wana macho, hata kwa macho yao hawaoni vema. Alafu angalia anasemaje, wasije wakaona kwa macho yao, moja, mbili, wakasikia kwa masikio yao, alafu anasemaje, tatu, wakaelewa kwa mioyo yao. Nini kinatokea? Wakaongoka nikawaponya. Kwa Mungu anajua uthamani wa neno lake. Ili neno liwe na matokeo kwako, Mungu anajua ni lazima mtu anayelisikiliza neno, jambo la kwanza, awe na uwezo wa kusikia vema na kuelewa. Akisikia vema na kuelewa, anasema kwamba hapo ndipo huyu mtu ataongoka na kuponywa. Neno ili liwe na matokeo kwenye maisha yako yaliyokusudiwa, ni lazima, ni muhimu ukalisikia neno na kulielewa. Kwa nini? Kwa sababu kile kiwango cha kulielewa neno ndicho ambacho kitaamua ni kwa kiwango gani msaada wa Mungu ukujie kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukaona athari kubwa ya watu kutolielewa neno. Wengi maisha yetu yamebaki pale pale kwa sababu hatulielewi neno. Wengi hatuoni msaada wa Mungu kwenye maisha yetu kwa sababu hatulielewi neno. Na Mungu hafanyi vitu bahati nasibu. Tulipokuwa tumeanza siku ya kwanza, nilikwambia msingi wa utendaji wa neno la Mungu, msingi wa utendaji wa Mungu kwenye maisha yetu umejengwa kwenye neno la Mungu. Na ndio maana Mungu alipomtokea Yeremia akamuuliza, waona nini? Yeremia akasema, ninaona ufito wa mlozi. Yesu au Mungu akamwambia, umeona vema, kwa maana naliangalia neno langu. Kwa hiyo Mungu alipoenda kwa Yeremia, Mungu alienda kumuuliza Yeremia ajue kama lile neno au lile jambo ambalo Mungu amelikusudia kwa Yeremia, Yeremia ndivyo anavyoliona. Na Mungu alipogundua kwamba kila ambacho Mungu ameikusudia kwa Yeremia ndivyo anavyoona, Mungu anasema, ninaliangalia neno nipate kulitimiliza. Na nilikwambia neno linapokuja kwako linakuja na makusudi. Kwa Mungu anapoleta neno kwako, Mungu analeta neno liko limebeba makusudi ya Mungu ndani yake.
na yale makusudi ya Mungu yako pale, ili uweze kualign kwenye makusudi ya Mungu, ili Mungu aweze kukuvusha mahali ambako upo. Ndio maana Mungu anamwambia Yeremia, mimi Mungu naliangalia neno nipate kulitimiliza. Kwa sababu Yeremia ameona vema au ameelewa kitu kinachoendelea, Mungu anasema ninao uwezo wa kutenda, kwa sababu ninao uwezo wa kukutendea, kwa sababu umeelewa kile kitu ambacho mimi Mungu nimekusudia kwenye maisha yako. Kuna watu Mungu amekusudia uponyaji kwenye maisha yao. Mungu aliwaletea neno la uponyaji kwenye maisha yao, lakini kwa sababu hawakulielewa wakabaki vile vile. Nikupe mfano. Kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 5, tunaona habari ya kiwete mmoja ambaye amekaa kwenye birika kwa muda wa miaka 38. Alafu angalia, Yesu anapotokea kwenye ile birika anamuuliza, unataka kuwa mzima? Yule kiwete anamwambia, Bwana, unajua mimi sina mtu wa kunitia birikani. Lakini Yesu anauliza swali, unataka kuwa mzima? Alafu anachokijibu jamaa anasema, mimi Bwana sina mtu wa kunitia birikani. Yesu alichukua anakitaka kwa huyu mtu aelewe tu kwamba Yesu ameuliza swali ya kwamba unataka kuwa mzima. Jibu rahisi, ndio Bwana, nataka kuwa mzima. Lakini kwa sababu ya huruma za Yesu akamwambia, jitwishe godoro lako uende. Ilikuwa ni rahisi Yesu kumwacha yule mtu kumpita. Kwa nini? Kwa sababu yeye Yesu alipoenda kuuliza alitaka aelewe nini ambacho Yesu amekimaanisha. Lakini kwa bahati mbaya jamaa pia kuelewa Yesu alichokimaanisha. Kwa sababu Yesu ni wa huruma na rehema. Yule jamaa amekaa miaka 38. Malaika anafika pale anatibua maji, anayeingia kwanza kwenye ile birika ndiye anayeponywa. Kwa anasema kila mimi ninapofanya bidii kuingia nakuta mtu ameshatangulia anaponywa. Sasa Yesu anamuuliza, unataka kuwa mzima? Anasema, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Kwa sababu ya huruma na rehema za Kristo akamwambia, jitwike godoro lako uende. Kwa sababu Yesu alijua kabisa kwamba huyu jamaa nikimwacha hapa, haya maji hata yatibuliwe mara 100, huyu jamaa hawezi kuingia humo, hawezi akapata msaada, kwa sababu ameshakuwepo pale miaka 38. Kuna watu Mungu amewapekea neno la uponyaji kwa sababu ya hali ya maisha alionayo, kwa sababu ya hali ya ugonjwa alionao, na anajua ugonjwa unaowezekana unasemekana kwamba hauna tiba. Mungu anampeleka neno la uponyaji kwamba nitakuponya au nimekuponya. Mtu anaanza kukumbuka ukubwa wa ugonjwa alionao, anaacha kukumbuka ukubwa wa Mungu aliyemwambia kwamba nitakuponya. Wengi wanabaki kwenye hali zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni muhimu sana ukajua kwamba Mungu anapotaka kukutendea jambo analituma neno, na hilo neno hilo lina matokeo. Ni muhimu sana ukalielewa ili likuletee matokeo. Na jambo la mwisho ambalo nataka nimalizie hapa ni kwamba hutaweza kufanya sawasawa na neno la Mungu linavyokutaka. Mungu anapolileta neno, ukilielewa neno unaweza kufanya sawasawa na neno. Na ndio maana watu wengi ambao wanakosea kufanya, ukiwauliza nasema mimi nilielewa hivi, that's why nimefanya hivi. Kwa wengi wanayofanya ni kwa sababu huwa hawajaelewa vizuri. Watu wanarespondi vibaya kwenye neno kwa sababu hawajalielewa neno. Watu wanalitumia neno vibaya kwa sababu hawajalielewa neno. Hivyo watu hawafanyi sawasawa na neno la Mungu na wataka kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29:29. Neno la Mungu linasema hivi, mambo ya siri ni ya Bwana Mungu, ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Mtumishi wa Mungu Musa anazungumza kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, anasema mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni ya kwetu sisi na watoto wetu hata milele. Ili nini kitokee? Ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Mtu wa Mungu, jambo la msingi na la muhimu ambalo nataka nikwambie kwamba Mungu anapoleta neno, Mungu anaifunua siri yake kwako, na anapoifunua siri yake kwako, maana yake jambo hilo Mungu ameshakupa. Na kama Mungu amekupa, anasema hilo jambo linakuwa ni la kwako wewe na vizazi vyako. Ili nini kitokee? Ili ulifanye sawa sawa na lile neno linalotaka ulifanye. Kwenye kitabu cha Yakobo ile sura ya 1 mstari wa 22, neno la Mungu linasema hivi, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu,
hali mkijidanganya nafsi zenu. Mungu anatutaka tu watendaji wa neno, lakini kumbuka, usipolielewa neno hauwezi ukalitenda neno. Muombe Mungu akupe neema ya kulisikia neno, kulisoma neno na kulielewa, ili hilo neno liweze kuwa na matokeo yaliyokusudiwa kwenye maisha yako. Kumbuka, usipolielewa neno, jambo la kwanza, mwovu anakuja na liondoa moyoni mwako. Jambo la pili, hautaona matokeo ya neno, na jambo la tatu, hautafanya sawasawa na hilo neno la Mungu ambalo limekujia kwenye maisha yako. Na tuombe. Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya majira haya. Asante kwa kutupa neema hii ya kuwa na ratiba ibada hii. Naomba kwa ajili ya kila mmoja ambaye Bwana umempa nafasi ya kusikiliza ujumbe huu. Maombi yangu ni kwamba Bwana, fungua akili zake apate kuelewa neno lako kwenye maisha yake. Anapolisoma, anapolisikiliza, fungua ufahamu wake, kwa sababu akilisoma na kulisikiliza neno hili litakuwa lina matokeo yaliyokusudiwa kwenye maisha yake. Ninaombea kazi ya mikono yake, ninaombea familia yake, ninaombea uchumi wake, ninaombea mambo yote anayoyafanya, ya kwamba Mungu, neema yako ya kumsaidia na kumwezesha ikawe juu yake, katika jina la Yesu Kristo. Baraka yako ikae juu ya mambo yake yote, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Ninaomba na kushukuru, na zaidi sana ninaombea sadaka ambayo mtoto wako ataitoa. Bwana Mungu, kambariki na kumjaliza kila aina neema, kwa utukufu wa jina la Yesu ninaomba na kushukuru, amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nikuombe usisahau kusubscribe, usisahau kushare, kulike na kucomment. Tuonane siku ya kesho wakati kama tena tutakapokuwa tunamaliza ratiba yetu ya ibada katika juma hili. Mungu akubariki na siku njema na ya baraka. Amina.